Tafsiri sahihi na rahisi kabisa, hiyo ndoa imeingiana na husda ambayo imeambatana na uchawi. Yani zimepatana, yani kwamba wapo watu miongoni mwao, fasiri ya hiki kitu chote kinachotokea kwamba wapo watu hawataki hilo jambo lifanyike. Wapo watu wanamfuatilia na wapo watu ambao hawataki wao wafungue, kwa sababu katika elimu ya kawaida yeye kwanza inabidi ajue shida ni nini. Mimi nitamwambia shida kwamba wapo watu ambao wanamhusudu katika hiyo ndoa isifanyike. Lakini pia yeye anatakiwa afanyaje ili mambo haya ya muepuke. Cha kwanza katika elimu kuna mshairi mmoja anasema al-urufu bil mashakiri nusfu bil ilaj. Yani ukijua nusu ya tatizo basi umejua tiba. Yeye cha kwanza ajue kwamba shida ni nini, amemkosea nani au kitu gani kinachopelekea hivyo. Akija akafuatilia vizuri katika ukoo wake, katika familia yake, aidha mume au mke, au yupo mtu labda ashakusana na hata kauli tu. Kwa hiyo anabidi kama kumuomba msamaha muombe, au kama hajawahi kufanya hilo jambo basi awe miongoni mwa watu, kama ameona akitangaza itakuwa hivi, basi hiyo ndoa aanze kuifanya kwa siri, pia itafanyika bila shida. Yes, bwana, mambo vipi na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Ni wakati mwingine tena ambapo tutakuletea mahojiano na miongoni mwa watu ambao kwa hakika naweza nikasema ungetamani kuwasikiliza ama ungetamani kuwatazama juu ya mazuri mengi ambayo wamekuwa wakifanya kila kukicha. Na nikukumbushe tu moja kati ya tukio ambalo muda huu limetrendi kunako mitandao ya kijamii ni kuhusiana na harusi ambayo iligharimu zaidi ya shilingi milioni 20, lakini maharusi walishindwa kutokea ukumbini. Na Nyundo TV tulikuwepo eneo la tukio, na kwa uzoefu wetu tuliweza kufanya mahojiano na mama wa biharusi, tukafanya mahojiano na mwanadada ambaye alikuwa amekodiwa kwa ajili ya kufanya shooting video camera, na baadaye tukaweza kufunga safari mpaka kuweza kuwatafuta maharusi wenyewe. Tumezungumza na biharusi na tukazungumza na babu harusi, tumeweza kumsikia, lakini kubwa zaidi alizungumzia kuhusu kile ambacho kimewafanya wao washindwe kufika ukumbini pale. Ni kuhusiana na yeye mwanamama ambaye ni biharusi kuweza kung'atwa na kunguru. Moja kati ya tukio ambalo limeibua hisia za watu wengi sana. Watu wengi wamesikitishwa na kile kitendo ambacho biharusi kimemkutwa. Na tukienda mbali zaidi, watu wamejaribu kuhusisha kitendo cha biharusi kung'atwa na kunguru kichwani ni moja kati ya imani potofu ama imani za kishirikina. Nyundo TV tukasema tusiliache hili lipite kirahisi. Wacha tutafute miongoni mwa watu ambao wanafahamu mambo mengi sana kwenye masuala mazima ya viumbe, kwenye masuala mazima ya tiba asilia, kwenye masuala mazima ya hivi vitu ambavyo vya kishirikina. Anaitwa Sir Bin Laden, moja kati ya watu ambao ama moja kati ya vijana ambao mara nyingi wanatoa elimu tofauti kuhusiana na elimu kama hizi. Kama ni miongoni mwa watu ambao wanamfuatilia Sir Bin Laden na YouTube channel yake ambayo kila kukicha anakuwa anatoa elimu mbalimbali. Kama bado hujapata hizo elimu unaweza kufuatilia kunako YouTube channel yake. Anaitwa Sir Bin Laden 786. Nenda YouTube channel huko ukaangalie elimu tofauti ambazo amekuwa kikitoa kila kukicha. Nyundo TV tunazungumza na Sir Bin Laden, atuambie kitendo cha biharusi kung'atwa na kunguru tafsiri yake ni nini? Sir Bin Laden, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bila shaka nimekuonyesha kile ambacho kimetokea, na kwa nafasi yako umejaribu kutazama kile ambacho kimetokea. Kubwa zaidi kitendo cha biharusi kuweza kung'atwa na kunguru, kufikia hatua kushindwa kufika ukumbini pale kwenye siku yao ya sherehe. Mengi yamezungumzwa kuhusiana na kile ambacho kimetokea, lakini nikasema nikutafute moja kati ya watu ambao wanafahamu mambo mengi, na bila shaka ulishawahi kuzungumzia masuala ya kunguru. Tuambie kwa nafasi yako, hiki kitendo ambacho kunguru kamng'ata binadamu tafsiri yake nini hasa? Karibu. Asante sana. Kwanza kabisa tukija katika elimu ya ulimwengu, katika elimu tukiweka hilo jambo lao katika elimu ya tibi, tukiingia katika qasasul anbiya, kuna kitu moja katika Uislamu kinaitwa qasasul anbiya, yani ni visa vya mitume. Tukija moja kwa moja katika kisa cha Nabii Nuh alayhi salam, alikuwa yeye kulikuwa na ndege wawili. Ndege wa kwanza aliyemtuma katika janga la kwenda kuangalia kwamba ile vita au ule ukame umeshaondoka au umerudi. Je, ile ardhi tayari na rutuba au haina? Ndege wa kwanza kutumwa na Nabii Nuh katika qasasul anbiya alikuwa kunguru. Ule kunguru baada ya kutumwa kwanza, alipoenda kule kunguru akaenda, baada ya kufika kule aliambiwa ukifika huko unirudishie ujumbe kwamba kuna nini huko. Ule kunguru alipoenda, baada ya kwenda akazamia huko kwa akapotea. Akakutana na mizoga, akaanza kula mizoga. Kumbuka itumwa na nabii wa Mwenyezi Mungu kwamba aende
akaangalie kule kwamba je, janga limepungua au lipo vizuri, je hakuna ukame. Kunguru alipoenda huko akakaa, akakutana na mizoga, akaanza kula mizoga, akapotelea huko. Tangu kipindi cha Nabii Nuh alayhi wasallam, kunguru alilaaniwa. Aliambiwa kwamba wewe utakuwa na maisha kutangatanga mpaka maisha yako yote yatakuwa hivyo. Maana kunguru, kwanza tukija katika kisa hiki kidogo tu ambacho nimekwambia, kunguru mpaka leo hii akimuona mtu tu kwanza anasema akimbie. Kwa sababu tayari amelaaniwa, na kunguru ni miongoni mwa wanyama wa ndege ambao hawezi kukaa karibu na watu. Sawa sawa. Kwa hiyo tukija tukimwangalia kunguru kwanza katika hii elimu ya kawaida, kunguru ni miongoni mwa wanyama ambao kama ni miongoni mwa ndege ambao wakikugonga asili au fasiri sahihi kwamba wewe mtu ni miongoni mwa watu wenye mikosi. Kunguru kama hata ukipita kawaida tu njiani, kunguru akisensi tu kwamba wewe unapita, hawezi kukaa, lazima atakimbia. Lakini njiwa yeye ni miongoni mwa ndege pia, unaweza asiwe na mashaka naye, yani wewe anaishi kwanza karibu na watu na wengi wao wanamfuga. Wewe ushawahi kumuona mtu yote anamfuga kunguru? Hapana. Haiwezekani, kwa sababu kunguru ni miongoni mwa ndege ambao tayari wameshalaaniwa tangia enzi na enzi. Kwa tukija katika kisa cha huyu dada ambayo yeye amegongwa na kunguru, ina maana ni fasiri sahihi kwamba hizi ni imani za kishirikina ambazo yeye zitakuja kumwangamiza, zitakuja kumweka katika sehemu ambayo lazima yeye ajihangaikie au awe ni mtu wa kujipambania miongoni mwa vitu hivyo. Kwa sababu kunguru anapokuingia tu kwanza akakugonga, ina maana wewe tayari una mikosi. Kwa maana kwamba bi harusi ambaye alishindwa kufika ukumbini alikisa kungatwa na kunguru, maana yake na mikosi. Na ni mikosi ambayo ni mikali, na mikosi ya sampuli ina maana kwamba wapo watu miongoni mwa watu aidha wanamuhusudu au ni watu ambao wanamfuatilia. Kwa sababu katika elimu hizi ukizifuata elimu za tibi anasema kullu dhi ni'ma mahsud, yani kila mwenye neema huwa anahusudiwa. Angalia, kawaida tu mtu akiwa labda na maisha mazuri anakula labda andazi tu, yupo mtu anatamani lile andazi limponyoke alipate yeye au yeye asipate, wote wakose. Sasa kuna miongoni mwa vitu ambavyo binadamu sisi tunahusudiana ni neema ndogo mtu anayohusudu. Kwa hiyo hiyo neema ya yeye kuolewa, wapo watu miongoni mwake au wapo watu baadhi yao aidha ni marafiki zake au watu wa kawaida tu hawataki hiyo neema aipate, wanataka yeye aishi maisha ambayo aidha ya kiuni au maisha ambayo hatakiwi kuolewa. Ni ndoa takriban ya 4 sasa kushindikana. Ndoa ya kwanza kwa maelezo yake, maana tulizungumza naye. Ndoa ya kwanza palitokea na ajali wakati wanaenda kwenye harusi, gari la babu harusi, ndugu wa babu harusi alifariki. Ndoa ya pili walipata ajali wao wenyewe maharusi. Mwanamke aliumia vibaya sana. Ndoa ya tatu wakati wapo siku moja kabla ndoa, shangazi yake na bi harusi alipata ajali na mwenyewe alifariki. Hii ni ndoa ya 4. Kushindikana kwa hizi ndoa zote tafsiri yake nini hasa? Tafsiri sahihi na rahisi kabisa, hiyo ndoa imeingiana na husda ambayo imeambatana na uchawi. Yani zimepatana, yani kwamba wapo watu miongoni mwao, fasiri ya hiki kitu chote kinachotokea kwamba wapo watu hawataki hilo jambo lifanyike. Wapo watu wanamfuatilia na wapo watu ambao hawataki wao wafungue. Kwa sababu katika elimu ya kawaida yeye kwanza inabidi ajue shida ni nini. Mimi nitamwambia shida kwamba wapo watu ambao wanamhusudu katika hiyo ndoa isifanyike. Lakini pia yeye anatakiwa afanyaje ili mambo haya ya muepuke. Cha kwanza katika elimu kuna mshairi mmoja anasema al-urufu bil mashakiri nusfu bil ilaj. Yani ukijua nusu ya tatizo basi umejua tiba. Yeye cha kwanza ajue kwamba shida ni nini, amemkosea nani au kitu gani kinachopelekea hivyo. Akija akafuatilia vizuri katika ukoo wake, katika familia yake, aidha mume au mke, au yupo mtu labda ashakusana na hata kauli tu. Kwa hiyo anabidi kama kumuomba msamaha muombe, au kama hajawahi kufanya hilo jambo basi awe miongoni mwa watu, kama ameona akitangaza itakuwa hivi, basi hiyo ndoa aanze kuifanya kwa siri, pia itafanyika bila shida. Mathalan ikatokea wakataka wafanye ndoa ya 5 sasa, ya kwanza imeshindikana, ya pili imeshindikana, ya tatu imeshindikana, ya 4 ndio hii imeshindikana. Unahisi watakwenda kufanikiwa ndoa ya 5 huenda katimia kabla ya kuweza kutatua tatizo lilopo hapa? Cha kwanza ili ndoa itimie vizuri ni lazima kwanza watatue tatizo. Maana nimekwambia al-urufu bil mashakili nusfu al-ilaj. Ukijua tatizo basi umejua nusu ya ponyo. Kwa hiyo lazima kwanza ajue tatizo nini, shida ni nini. Katika mwili wangu kuna shida au je kuna mtu nilishawahi kumkosea, yani amalize hilo tatizo. Au njia rahisi kabla hajamaliza hilo tatizo, akitaka hii ndoa ifanyike basi ifanyike kwa siri. Kwa maana wasitangaze. Yani kama tayari ameshajua ya kwanza hajafanyika, ya pili hajafanyika, ya 4 hajafanyika, na maana tayari kuna watu wanamfuatilia, kwa hiyo afanye kwa siri. Ukifanya kwa siri
mimi naamini itafanyika. Hii itamsaidia kwa sababu hivyo lazima watu watakuwa wanamfuatilia kwa ubaya. Wewe binafsi ushakutana na tatizo kama hili? Mimi nimekutana na matatizo mengi, hili pia ni dogo sana kwa sababu kuna baadhi ya watu wana matatizo mengi sana, lakini cha kwanza ni kujua shida ni nini. Sawa, mathalani anakuja kwako anatamani umuondolee hili tatizo, kwa maana kwamba mikosi kama vile ambavyo umezungumza, kung'atwa na kunguru, kushindikana ndoa 4, vipi ambavyo unaweza kumsaidia mtu design hii? Cha kwanza cha kumsaidia, unajua katika elimu ya tibi kuna kitu kimoja kinaitwa shikeri, yani namna ya kujua tatizo la mtu. Shikeri na milango 16. Tutaangalia mlango gani una madhira katika mwili wake. Mfano, mlango wa kwanza unazungumzia nafsi, mlango wa pili unazungumzia kipato cha mtu. Lakini mlango wa 6 na mlango wa 12, mlango wa 6 unamzungumzia maradhi, yani kwamba shida ni nini mpaka iondoe isifungike. Mlango wa 12 unazungumzia adui wa iko kitu mpaka kisifanyike. Kwa hiyo ukishajua kwamba adui ni nini, shida ni nini, mimi naweza kumsaidia. Sawa, neno la mwisho labda kwa wale ambao wanafikiria kwamba maneno yapo tofauti. Wengine wanasema kwamba kunguru ni baraka, mwingine anasema kwamba kunguru ni mikosi zaidi. Wewe unaambiaje watu design hii? Ikitokea mtu anasema kunguru ni baraka, huyo mtu kwanza ajue elimu yoyote. Yaani ajue elimu ya tiba, ajue elimu ya viumbe na pia ajue elimu yake. Yaani kwa sababu kwa nini nimekubali kulielezea hili jambo? Kwa sababu moja tu. Kwanza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema tadawu ibadallah fa inna Allah lam yadha da'an illa wada lahu dawaan. Pia ni dawa nywaji ya Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu hakutelemsha maradhi ila ametelemsha na tiba. Kwa hiyo kunguru mwanzo lilianza na kisa cha Nabii Nuh alayhi salam. Nabii Nuh alipomtuma kunguru aende kuangalia kule, je, ukame umepungua au hujapungua? Kunguru alishindwa, alienda huko akawa anakula mizoga. Ni mnyama, ni ndege ambaye tayari ameshalaaniwa, na kuuliza kawaida tu kwamba kitu ambacho kimelaaniwa kinakuwa ni baraka au ni haramu? Kiasi kwa baraka. Kwa hiyo anayesema baraka basi huyo ni mtu miongoni mwa watu ambao hana elimu yoyote anayejua. Ukitaka kujua kunguru ni baraka au sio baraka, baada ya Nabii Nuh kumtuma kunguru akawa ametokomea huko ajaenda. Baada ya kulaaniwa Nabii Nuh akamtuma njiwa. Baada ya kumtuma njiwa akaenda yule njiwa. Alipoenda akaangalia vizuri ile ardhi ilikuwa nzuri, akarudi na jani. Katika elimu inasemekana kwamba ile jani alirudi nalo yule njiwa ni jani la mzaituni. Yaani ni jani la mzaituni. Kwa hiyo yule ndege ambaye ni njiwa mpaka leo hii hakuna mtu ambaye hamjui njiwa. Lakini kila mmoja anemtaja njiwa anamtaja kwa mazuri tu, sio mabaya. Kunguru akiona mzoga ndo anaofuata. Mtu ambaye anayeona mzoga ndo anaofuata, iko kitu ni baraka shekhi. Sawa, tumalizie. Kuna watu ambao labda wanatamani kupata mawasiliano yako, wanatamani kukutana na wewe, miongoni mwa watu ambao labda wenyewe wana matatizo kama haya. Unajua shida mara nyingi watu wanakuwa wasemi, ila wanakuwa nazo moyoni. Kuna mtu anasema vipi naweza nikampata Sir Bin Laden walau na mimi nimueleze matatizo yangu, aniambie jinsi ya kuyatatua? Kwanza kabisa mimi napatikana YouTube kwa jina la Sir Bin Laden 786. Lakini pili, mtu yote mwenye jambo lolote anataka kuniambia, kwa sababu lengo si yani lazima tusaidiane, aidha kama na maradhi, kama na nini, kama na jambo nataka tushauriane. Namba zangu ni 0679426148. Naam, bwana, ni mahojiano na Sir Bin Laden, mmoja kati ya vijana ambao mahususi wapo kwa ajili ya kuweza kuwasaidia vijana wengine. Kama una tatizo tayari ameshatoa namba zake za simu hapo, ila kama ukishindwa kumpata sana, mara nyingi anakuwa busy sana, ukimpigia pokei, nitafute hata mimi Nyundo TV bwana na shida ya Sir Bin Laden, moja kwa moja nitakuunganisha naye. Kubwa zaidi tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na bi harusi ambaye alikuwa ameng'atwa na kunguru, kupelekea mpaka kushindwa kufika ukumbini yeye na bwana harusi. Moja kati ya tukio ambalo limezua gumzo kunako mitandao ya kijamii. Ameshaelezea kwa nini kunguru amekuwa na madhara pale anapokuwa anamng'ata binadamu. Hebu tuambie kwenye comment hapo, kwa hiki ambacho Sir Bin Laden amekizungumza, unahisi ni sahihi kwa kiasi gani, ama unahisi sio sahihi kwa nafasi gani? Kubwa zaidi tuambie kwa hiki, tuambie chochote kile ambacho unahisi kwa ni busara zaidi kutokana na haya ambayo tumeyazungumza. Kama ndo mara yako ya kwanza kutazama video kwenye YouTube channel yetu, basi usahau kusubscribe. Thanks for watching.